ya kwanza nakuja kwenu Nachingwea. Sasa asante. Nafikiri pamoja na kwamba ni mara yangu ya kwanza nakuja kwenu, nafikiri mkutano wa leo uko sawa sawa. Au nakosea? Nafikiri tuko sawa sawa. Nawapongezeni sana. Ninafahamu kulikuwa na jaribio asubuhi ya kutupeleka uchochoroni, tukafanye mkutano uchochoroni, lakini watu wa Nachingwea mkasema hapana, tutafanyia mkutano mahali ambapo tunapaswa kufanya mkutano, na Nachingwea ikahudhuria sawa sawa. Nawapongezeni kwa hilo vile vile. Sasa ndugu zangu, kuna mengi sana ya kuzungumza, mengi sana ya Nachingwea hii na ya nchi hii. Huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, lazima tuzungumzie masuala ya uchaguzi wa nchi hii. Tuulizane, je, hivi sisi wananchi wa Tanzania na sisi wananchi wa Nachingwea bado kura yetu ina thamani? Tujiulize, je, bado kura yetu inathaminiwa? Tuulizane, je, bado tuna uwezo wa kuchagua viongozi tunaowataka? Sasa haya ni masuala ya kuulizana kwenye mwaka wa uchaguzi, kwa sababu kwa taratibu za nchi hii, kwa katiba ya nchi hii, namna kuu ya kupata viongozi wa nchi ni kwa kupitia uchaguzi. Namna ya kupata rais ni kwa kupitia uchaguzi. Namna ya kupata wabunge au madiwani au wenye viti wa vijiji na mitaa na vitongoji ni kwa kupitia uchaguzi. Sasa inabidi tuulizane, hivi utaratibu wa uchaguzi wa nchi yetu unaturuhusu tena kupata viongozi wanaotufaa? Mfumo wetu wa uchaguzi unaturuhusu tena kuchagua viongozi tunaowataka? Sasa ni kweli hivi mfumo wetu wa uchaguzi unaruhusu tena uchaguzi? Sasa yote haya ni masuala ambayo, kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi, nimekuja Nachingwea ili tuyazungumze na tufanye maamuzi ya pamoja, tuyatafakari pamoja na tuamue pamoja tunachukua hatua gani. Sasa nyie mnafahamu ndugu zangu Wanachingwea, kama mnavyofahamu wa Ruangwa na Walindi hii, kwamba tuna hali mbaya. Ni hivi, nyie ni wakulima wa korosho, au nakosea? Mnalima ufuta, au nakosea? Mnalima mbaazi, mnalima na mazao mengine mengi. Hebu tuulizane, hali yetu sisi wakulima wa hayo mazao, Wanachingwea,
Walindi wa Kusini, hali yetu ikoje? Ukilima korosho unahangaika mwenyewe, utafyeka mwenyewe, utasafisha shamba mwenyewe, utapiga dawa mwenyewe, utavuna mwenyewe, utabangua mwenyewe, au unakosea? Ikifika penye kuuza unaambiwa stakabadhi ghalani, unaambiwa stakabadhi ghalani, unaletewa makato ya usafiri. Nimetoka kwa waziri mkuu, wilaya nzima wanakatwa shilingi 20 kwa kilo ya korosho kulipia timu ya mpira. Sasa hebu fikiria, mie ni mtu wa Yanga, sawa, nachangia Yanga nikitaka na nikiwa nazo, kama sina sichangii. Na vile vile wakati mwingine naona wanaimba nyimbo za CCM, naambia sitoi. Lakini mkulima wa Kusini ambaye dhambi yake ni kulima korosho, dhambi yake ni nini? Akilima korosho tu anakatwa shilingi 20 kwa kila kilo moja, inakwenda kwenye timu ya mpira, au anaenda uwanjani kuiangalia au haendi. Makato ya shilingi 20 kwa kilo yanamhusu. Mnanifahamu? Na wanakatwa hela ya usafiri, kusafirisha korosho kwenda kwenye ghala. Si kuna kitu kinaitwa runali hapa? Unapeleka korosho zako bure nani kwenye maghala yao? Unapeleka bure? Unakatwa. Wakati wa mavuno wanaweka mageti ya ushuru wa mazao kila barabara. Ukipita kwenye geti unaambiwa toa hela. Jamani, sijauza, toa. Ukivuka geti ya kwanza mbele unakutana na ya pili, toa hela. Toa. Na ni hivyo kwenye ufuta, ni hivyo kwenye mbaazi, ni hivyo kwenye mahindi. Ukilima mahindi, mnanielewa? Hiyo ndio hali halisi ya nyie wakulima wa korosho, na wakulima wa mbaazi, na wakulima wa ufuta, na wakulima kwa ujumla wenu. Ndio hali halisi ya wakulima wa Kusini, na ndio hali halisi ya wakulima wa Tanzania. Jasho ni la kwenu, kazi ni ya kwenu, gharama zote ni za kwenu. Ikifika kwenye hela ni za kwao. Na wengi wanaowaletea hayo mambo, ukimuuliza wewe shamba lako la korosho liko wapi? Hana. Ukimuuliza wewe unatukata kwenye mbaazi au kwenye ufuta, wewe unalima wapi ufuta au mbaazi? Hawezi akakwambia, atakuitia polisi, atakupeleka kwa OCD. Mnajua hiyo inaitwaje? Nyerere alikuwa anaita hivi zamani, siku hizi tumesahau hizo lugha. Nyerere alikuwa anaita utaratibu huo unyonyaji. Alikuwa anaita nini? Unyonyaji. Na alikuwa anawaita hao wanaofanya hivyo wanyonyaji. Na mara nyingine alikuwa anawaita makupe. Yesi, mnajua kupe? Kazi yake kunyonya damu ya mifugo, au sio? Hao wanaowanyonya kwenye korosho zenu, wanawanyonya kwenye ufuta, wanawanyonya kwenye mbaazi, wanawanyonya kwenye biashara zenu. Sikuna wafanya biashara hapa? Ukiweka nyanya chini tu wanakuja, toa hela. Ukitembeza karanga mtaani, toa hela.
wakamgahawa, toa hela. Ni mama ntilie, toa hela. Kila mtu ni toa hela. Ni toa kama ya Lema aliyoisema hapo. Ila hii inakuja kwa nguvu, sio toa hela ya hiari. Ndio maana wananchi, maisha yenu ni mabaya, ni umasikini wa kutengenezwa. Wanawaibieni, alafu wanakuja wameandika, wananunua magari kwa pesa za wizi, alafu wanayaandika Mpaji Mungu. Wanawaibieni nyie, alafu wanamtuhumu Mungu kwamba ndio amewapa. Nasema uongo? Sasa yote hayo ni matokeo ya namna tunavyochagua viongozi wetu. Unanielewa? Unavyopanda ndivyo utakavyovuna. Unavyochagua ndivyo utakavyopata kiongozi. Kama huchagui kabisa, ndivyo utakavyopatiwa kiongozi. Unanielewa? Ukichagua vizuri, utapata kiongozi atakaye kusaidia. Usipochagua, utawekewa kiongozi ambaye hajaletwa kwa ridhaa yako. Ukichagua vibaya, utapata kiongozi wa hovyo. Sasa hebu fikirieni, wananchi wa Nachingwea. Hii wilaya ya Nachingwea ina vijiji 127. Hapa tulipo Nachingwea ina vijiji 127. Kwenye uchaguzi wa mwaka jana wa vijiji na mitaa, wagombea, nina taarifa ya katibu wetu wa chama hapa, inasema mwaka jana wagombea, tuliweka wagombea, jumla ya wagombea wenyekiti wa kijiji, wenyeviti wa vitongoji, wajumbe wa halmashauri, tuliweka wagombea 3,352. Walienguliwa karibu wote. Karibu wote. Kwa hiyo kwenye vijiji 127, CCM ina wenye viti 127. Ina wenye viti wote wa vijiji, na wamepita kwa kuengua wagombea wa vyama vingine. Chadema, ACT, CUF, wote wameenguliwa. Sasa huyo mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti kwa sababu hakuchaguliwa, wewe ukakabwa na mapolisi hawa, atakutetea? Umekabwa na watendaji wa halmashauri wa halmashauri, wanataka kufunga biashara yako, wamekunyang'anya vitu vyako, mwenyekiti wa aina hiyo atakutetea? Umewekwa mahabusu bure, na najua umewekwa mahabusu bure kabisa hapa muda wote, mwenyekiti wa aina hiyo atakutetea? Madiwani kwenye halmashauri ya wilaya ya Nachingwea yenye kata 36, 2020 Nachingwea iliongoza nchi nzima kwa kuchagua madiwani wengi wa upinzani. Ulichagua madiwani 7. Manake sehemu kubwa ya nchi hii ilikuwa 0. Na ni 0 kwa sababu ya kuengua wagombea. Hasa nyie mna 7 hapa kati ya 36. Sio wengi. Hawana nguvu kwenye halmashauri, kwa sababu wenzao walienguliwa. Halmashauri inaleta ushuru wa biashara zenu. Halmashauri inaleta ushuru wa mazao yenu. Halmashauri inaleta tozo kila siku. Madiwani waliopita bila kupingwa, unavyopanda ndivyo unavyovuna.
unavyochagua au usipochagua ndivyo aina ya uongozi utakaopata. Unanielewa ndugu zangu? Kuna mbunge hapa, si yupo, lakini chaguliwa 2020 mgombea ubunge wa Chadema alivamiwa kwenye kambi yake, akakamatwa, vyake vya matangazo anasema wanachama wengine Ngida, ukipata tatizo na Chingwea atakutetea. Atakutetea. Pesa za halmashauri zikiliwa na zinaliwa muda wote, huyu mbunge ana uchungu wowote? Kwa hiyo ndugu zangu wana Chingwea, ni muhimu tuzungumze habari ya uchaguzi. Leo hii katika nchi yetu na hapa na Chingwea, kura haina thamani tena. Wapiga kura hewa kwa mamilioni. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji na mitaa, wameandikisha watu wasiokuwepo, wameandikisha watoto wadogo, wameandikisha wameenda mashule moja piga kura. Sasa na hilo vile vile linatokea wanapoandikisha wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Wanaandikisha mamilioni ya wapiga kura hewa. Halafu wakati wa uchaguzi, siku ya uchaguzi, ama polisi wanaoambiwa nendeni kwenye vituo, hakikisha wameondoa mawakala wa upinzani, wameondoa mawakala wa Chadema ili waingize kura za uongo. Unanielewa? Matokeo wanaengua wagombea nchi nzima. Mwaka jana wameengua wagombea, kwa maneno ya waziri, wameangua wagombea 12,260 kama sikosei, wa vijiji 12,000 ukiangua, na wote ni wa Chadema na ACT kidogo. Vyama vingine mnafahamu havina nguvu sana. Wengi wa hawa wagombea walioenguliwa ni wa Chadema. 2020 waliengua wagombea kwa maelfu. Bunge letu la leo lina idadi kubwa ya wabunge ambao wamepita bila kupingwa kuliko bunge lingine lolote katika historia ya nchi hii tangu uhuru. Na wote hao wamepita bila kupingwa. Ruangwa, waziri mkuu Majaliwa amechaguliwa na nani? Na Penauye Mtama amechaguliwa na nani? Cecil Mwambe Ndanda amechaguliwa na nani? Sasa fikiria, kama waziri mkuu hajachaguliwa, pesa za wananchi wa Ruangwa, korosho wananchi wa Ruangwa itaacha kuibiwa? Hebu fikirieni. Nataka mfikirie tu. Mwaka fulani, nafikiri ilikuwa 2016, nyie watu wa kusini mnaolima korosho, hamkuletewa jeshi kuja kunyang'anywa korosho? Nasema uongo? Jeshi. Korosho mnalima nyie, halafu wakawaleteeni jeshi ambalo limefunzwa kupigana vita na wanajeshi wengine. Likaletwa jeshi kuja kufanya unyang'anyi wa korosho ya wakulima wa mikoa ya kusini. Waziri mkuu alikuwa nani? Waziri mkuu alikuwa nani wakati mnaletewa jeshi kuja kuibiwa kwa korosho yenu?
alikuwa Majaliwa, mtoto wa kwenu, hauna kosea. Unavyochagua au usivyochagua ndivyo unavyopata uongozi, na hauna kosea. Viongozi wa aina hii wanapatikana kwa sababu mfumo wetu wa uchaguzi umeharibika kabisa. Hauturuhusu sisi wananchi kupata viongozi tunaowataka na kupata viongozi tunaowastahili. Ndio maana ya haya maneno kwenye hii fulana yangu: no reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tusipobadilisha utaratibu huu wa kupata viongozi katika nchi hii, tuzuie uchaguzi. Tutumie njia yoyote tunayoifahamu, tuzuie uchaguzi. Tunaochagua sisi. Tukikataa sisi, nchi nzima utafanyika. Wanafunzi si watoto wenu? Mtawaacha hivi? Mtawaacha, hamtawaambia? Wazazi nyie hamzungumzi na watoto wenu? Zungumzeni na watoto wenu. Msiseme hamwezi kuzungumza na watoto wenu. Zungumzeni na ndugu zenu. Zungumzeni na waume zenu na wake zenu. Zungumzeni na baba zenu na mama zenu. Waambieni kama hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Mnanifahamu? Tunasema haya maneno sio marahisi sana. Umewahi kusikia lini chama chochote kikisema tuzuie uchaguzi? Lini mmewahi kusikia lugha ya aina hii? Tunaisema leo kwa sababu tumechoka. Tumechoka kwenda kwenye chaguzi ambazo tunajua hata kabla ya kwenda tunajua wagombea wetu wanaenda kuembuliwa. Tumechoka kwenda kwenye chaguzi ambazo tunajua kabla hata hatujaenda watakuja kujaza kura za uongo kwenye masanduku ya kura. Tumechoka kwenda kwenye chaguzi ambazo tunajua kabla hata hatujaenda watu wetu wataenda kuumia, watu wetu wataenda kuuawa, watu wetu wataenda kujeruhiwa, watu wetu wataenda kufunguliwa kesi za uongo. Ndio maana tunazungumza no reform, no election. Sasa ni mabadiliko gani ambayo tunayadai? Tusiseme tuzuie uchaguzi bila kujua sababu, bila kujua hoja ni nini. Tunataka mfumo wa aina gani wa uchaguzi? Mnanifahamu? Jambo la kwanza tunalolitaka libadilike, la kwanza, tume ya uchaguzi. Sasa hivi tume yetu yote ya uchaguzi, kuanzia juu mpaka chini, kuanzia mwenyekiti mpaka huyo anayesimamia kwenye kituo shule ya msingi na Ndagala, nimepita hapo karibu na wapi na Ruangwa, wote ni watu wa rais. Wote ni watu wa rais. Na rais ni mwenyekiti wa CCM, hauna kosea. Kwa hiyo wote ni watu wa CCM. Mwenyekiti anateuliwa na rais na mwenyekiti wa CCM. Makamu mwenyekiti anateuliwa na mwenyekiti wa CCM. Mawajumbe wengine wa tume wanateuliwa na mwenyekiti wa CCM. Mkurugenzi anateuliwa na mwenyekiti wa CCM. Na hawa wa chini, hawa watendaji wa vijiji na mitaa, si watu wa TAMISEMI? Ile ofisi ya TAMISEMI iko chini ya nani? Ukienda kwenye shule ya msingi, angalia kibao kinasema ofisi ya rais TAMISEMI.
kwa mwalimu wa shule ya msingi anayekuja kusimamia kura ni mtu wa rais. Na hawa wote wameambiwa hakikisheni wapinzani hawapati chochote. Tunataka utaratibu wote huo ubadilishwe. Tume ipatikane bila kuteuliwa na rais. Kwani Mungu amesema iteuliwe, lazima iteuliwe na rais? Imeandikwa tu kwenye katiba ya nchi. Tubadilishe katiba ya nchi. Rais na mwenyekiti wa CCM asiteue tume tena. Hatutaki tume iteuliwe na Chadema au na ACT. Tunataka tume ambayo haitateuliwa na CCM wala Chadema wala ACT. Tume itakayoteuliwa na watu huru, ili itende haki kwa vyama vyote, kwa wagombea wote. Na hiyo tume ikipatikana, iwe na uwezo wa kuajiri wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo, iwe na uwezo wa kuteua wasimamizi wa uchaguzi wa kata kwa ajili ya madiwani, iwe na uwezo wa kuteua watakaosimamia uchaguzi kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura na kutangazia matokeo. Hiyo ndio itakuwa tume huru ya kweli. Kwa hilo ndio la kwanza. La pili, kura feki. Tunataka utaratibu utakaoondoa kura feki kwenye chaguzi zetu. Huo utaratibu ukoje? Sasa hivi mtu pekee anayejua tume imeandikisha wapiga kura wangapi ni hii tume ya Samia. Sisi wa vyama vya siasa hatujui, kwa sababu hatuonyeshwi kila kitu ilichonacho tume. Sheria ya uchaguzi inasema tume peke yake ndio ina uwezo wa kutunza na kuangalia daftari la wapiga kura. Sisi tunaogombea wa vyama hatuna haki ya kuchunguza inakotunza hiyo data ya wapiga kura. Matokeo yake ni kwamba wamejaza mamilioni ya wapiga kura hewa, na hatuwezi kujua kwa sababu haturuhusiwi kwenda kuchunguza inapotunza hizo taarifa. Tunataka utaratibu ubadilike. Wapiga kura wote nchi nzima waandikishwe upya, na vyama vya siasa na wagombea wao wawe na haki ya kuchunguza inakotunza taarifa tume, ili tujue kwamba hakuna wapiga kura hewa. Na vile vile sheria iseme ni marufuku kwa mtu yeyote kuingia kwenye kituo cha kupigia na kuhesabia kura na kibegi au kitu kingine chochote cha kubebea vitu kama makaratasi. Unabeba kabegi, unaingia kwenye kituo cha kura, unataka nini? Tunaelewana? Na hawa mapolisi tunataka wasiingie kabisa katika vituo vya kupigia kura. Wakae nje huko, walinde usalama. Wakiingia kwenye vituo wanaingiza kura za uongo. Sawa sawa? Kura feki zidhibitiwe. Nimesema hilo ni la pili. La tatu, sasa hivi sheria inaruhusu wanaosimamia uchaguzi kuengua wagombea, na kwa sababu wanaosimamia ni watu wa Samia na CCM, wagombea wanaoenguliwa ni wa upinzani tu. Hatutaki tena utaratibu huo uendelee. Sheria iseme kama hakuna wagombea zaidi ya mmoja, uchaguzi usimame. Sheria ikisema hivyo, habari ya kuengua wagombea itakoma, kwa sababu akibaki mmoja uchaguzi hautafanyika.
sheria iseme kwamba, kwa sababu wanatusingizia vitu vingi vya kijinga. Wanasema hatujui kujaza fomu sawa sawa, mara hatujui kuandika majina, mara sijui mambo ya kijinga matupu. Sheria iseme hivi: kama mgombea amekosea kujaza fomu, apewe muda wa kurekebisha. Kwani ukikosea kuandika jina ni kosa lisilorekebishika? Kwani hizo fomu zimetengenezwa mbinguni? Akikosea mpe muda akarekebishe. Akikosea muhuri wa chama chake mpe muda akarekebishe. Tunaelewana? Tukomeshe engua ya wagombea. Kuwe na uchaguzi kweli. Mgombea akibaki peke yake, huo sio uchaguzi. Sheria iseme kwamba uchaguzi manake ni uwepo wa wagombea zaidi ya mmoja kwenye uchaguzi. Kama hakuna wagombea zaidi ya mmoja, huo sio uchaguzi. Hilo ni la tatu. La nne, tunafanyiwa fujo sana wakati wa kampeni. Mwaka 2020 mimi nimegombea urais. Mimi nimezuiliwa kuja kufanya mikutano ya kampeni Kusini. Kwa sababu Magufuli hakuja. Kwa sababu Magufuli hakuja Kusini, anaogopa kuzomewa kwa sababu aliwaibieni korosho. Magufuli haendi Kusini na Lissu asiende Kusini. Nikajaribu kwenda Kilwa Kivinje pale, nilipigwa mabomu ajabu. Mkutano haukuwezekana. Fujo za aina hiyo. Fujo za aina hiyo. Nimezuiliwa kufanya kampeni siku 10. Bure tu. Na sio mimi peke yangu. Wagombea wa upinzani walisumbuliwa nchi nzima. Hatutaki tena wagombea wa upinzani wasumbuliwe. Tuachiwe CCM, tupambane sawa kwa sawa kwenye uwanja usiokuwa na upendeleo, kwenye uwanja wa kampeni usiokuwa na vurugu za mapolisi na ma-DC na wakuu wa mikoa na usalama wa taifa na mamigambo na wanajeshi. Ruangwa waliweka mapolisi FFU, yeyote anayekwenda kuchukua fomu ili Majaliwa apite bila kupingwa. Hataki tena hizo vurugu. Hataki tena. Hilo ni jambo la ngapi? La 4. La 5. Jambo la 5. Mawakala. Sasa na sheria inasema mkurugenzi ndio atakayewaapisha. Kuapisha mawakala wa upinzani ni vita. Hutakaa uone au ujue wa mawakala wa CCM huwa wanaapishwa lini na wapi, ila huwa wanaapishwa. Mawakala wa upinzani kuapishwa ni vita. Wakishaapishwa, sheria inasema mkurugenzi ndio atapeleka majina ya mawakala hao kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura watakaposimamia. Asipopeleka majina mkurugenzi, mawakala wetu wanazuiwa kwenye vituo au wanacheshwa. Unakwenda kwenye kituo, unaambiwa jina lako haliko hapa, uingii. Ukipiga kelele mapolisi wanakusubiri. Halafu ukiondolewa wanaingiza kura za uongo. Hata ukiingia, kubaki mpaka mwisho wa kuhesabu kura ni shida. Utatolewa katikati, watakutafutia kwa kisingizio utolewe ili waingize kura za uongo. Ikitokea ngoma, tunataka utaratibu wa mawakala ubadilike. Kila chama kinachoshiriki uchaguzi kiwe na haki ya kuwa na wakala muda wote wa kupiga na wa kutangaza matokeo. Kama hakuna wakala, uchaguzi usiendelee.
Ukiendelea bila mawakala, kura za wizi zitaingizwa. Na sheria ikisema lazima mawakala wawepo, wasipokuwepo uchaguzi hauendelei, huu ugomvi juu ya mawakala utakwisha. Hilo ni jambo la ngapi? La 5. La 6. Sasa hivi ndugu zangu, kuna uchaguzi usioendana na kafara ya watoto wetu. Kuna uchaguzi usioendana na ndugu zetu kutolewa kafara. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji wameua watu wetu 3. Huko kwetu Manyoni, polisi wamekwenda nyumbani kwa mgombea mwenyekiti wa kitongoji. Hawataki apigiwe kura kesho yake. Wanaogopa atamshinda mgombea wa CCM. Mwenyekiti wa kitongoji akapigwa risasi na mapolisi, risasi 4 mbele ya mke wake na watoto. Kama unaua mtu ili asigombee mwenyekiti wa kitongoji, ikija kwenye urais mtaua wangapi? Ikija kwenye ubunge mtaua wangapi? 2020 waliua watu Pemba zaidi ya 23 kama sikosei. Huku bara waliua watu Tunduma, waliua watu Tarime, walijeruhi watu nchi nzima, kila mahali, ili CCM wapate madaraka. Hizi chaguzi za kutoana kafara ya binadamu tunataka zikome. Zifanye nini? Zikome. Hatutaki tena kuzika watu wetu ili CCM ipate madaraka. Hatutaki tena ndugu zetu wafe au wajeruhiwe ili Samia na CCM wenzake wapate urais au ubunge au udiwani au wenyekiti wa kijiji. Mauaji yakome kwenye chaguzi zetu. Na wanaofanya mauaji ni wanajeshi, mapolisi, usalama wa taifa, migambo na CCM wenyewe. Tunataka ikome. Hayo madai yetu ni mabaya kiasi gani? Ndugu zangu Wanachingwea, kusema kwamba tuwe na chaguzi za haki ni kitu kibaya namna gani? Kusema watu wetu wasienguliwe ni dhambi kubwa kiasi gani? Kusema tusifanyiwe vurugu wakati wa kampeni tunamkosea nani? Kusema tuwe na mawakala wakati wote wa kupiga na kuhesabu kura na kutangaza matokeo inamuudhi nani? Na kusema tuondoe chaguzi zinazoua ndugu zetu, zinazoua watoto wetu, ni nani anayehuzunika tukiondoa haya mauaji kwenye chaguzi zetu? Sasa yote haya ambayo nimeyasema ndugu zangu, yote haya watu wanafikiria hizi ni hoja za Chadema za leo. Hizi sio hoja za Chadema na si hoja za leo. Wakati tunaingia mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 91, rais alikuwa Mwinyi, si mnakumbuka? Rais akaunda tume ya rais ya kuishauri serikali juu ya tuingie kwenye vyama vingi au tubaki na chama kimoja. Akamteua jaji mkuu wakati huo marehemu Francis Nyalali kuiongoza hiyo tume. Tume ikakusanya maoni ya Watanzania nchi nzima kwa mwaka mzima. Mwaka 92 ikatoa taarifa yake kwa rais. Ile taarifa ilisema
Namba moja, tuwe na katiba mpya. Mwaka 92 kulikuwa na Chadema. Chadema imeanzishwa mwaka 93. Haikuwepo. Lakini tayari jaji mkuu wa Tanzania na tume yake iliyoteuliwa na Mwinyi akasema tuwe na katiba mpya. Pili, akasema ili tuwe na mfumo wa vyama vingi vya siasa wenye tija kwa nchi yetu, lazima tuwe na tume huru ya uchaguzi. Lazima tuwe na mfumo huru wa uchaguzi. Mwaka 92 Chadema haikuwepo. Na wakati anatoa taarifa yake, CUF haikuwepo, ACT haikuwepo, NCCR haikuwepo. CCM wakakataa mwaka ule na leo bado wanakataa. Haya maneno ya tume ya Nyalali ya mwaka 92 yamerudiwa mwaka 98 na tume ya Jaji Robert Kisanga iliyoundwa na Mkapa. Yakarudiwa mwaka 2003 na tume ya Jaji Mark Bomani iliyoundwa na Mkapa tena. Yakarudiwa kwa nguvu sana mwaka 2013 na tume ya Warioba mnayoifahamu sana iliyoundwa na Kikwete. Tume huru ya uchaguzi, mfumo huru wa uchaguzi, ili kuondoa matatizo yote haya ambayo nimeyasema. CCM imekataa miaka yote hii. CCM inataka liendelee kutawala kwa kutumia huu mfumo ambao Nyalali alisema haufai. Hasa kwa vile imefika mahali hawakubali chochote na chaguzi haziwezekani tena, lazima tuchukue hatua ngumu tuwarudishe ili tufanye uchaguzi. Na kuwarudisha kwenye uchaguzi ni kuwalazimisha tufanye mabadiliko. Na kama hawataki mabadiliko, tuzuie uchaguzi. Hawataki mabadiliko, tuzuie uchaguzi. Kama kitaharibika, kosa ni la kwao. Miaka 33 ya kuambiwa fanyeni marekebisho, wamekataa. Kikiharibika ni dhambi ya Samia na CCM yake. Kwa tumekuja na Chingwea, tuko kanda ya kusini. Ujumbe wetu ndio huo. Tunataka wananchi wanachingwea mtuelewe. Naomba mniambie wananchi wanachingwea mlioko hapa, huu msimamo ambao nimeusema nyie mnauonaje? Mnauonaje? Kama mnaona ni msimamo sahihi, naomba mnyoshe mikono yenu. Huko vipi nyie? Nyie mnapenda hizi kafara za chaguzi za CCM? Na huko asanteni sana. Na nayazungumza haya ndugu zangu, sio marahisi sana kuyasema. Sasa wewe unasema tembo wanawaua. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamna uongozi unaowajali. Ukiua tembo, ole wako. Kesi ya hujumu uchumi na kuhusu. Tembo akikuua, ole wako. Huna pakwenda. Ndugu zako hawana pakwenda. Ukiua tembo aliyekuwa na haribu mazao yako, ole wako. Tembo akikuvamia akakuua, shauri zako. Ndio viongozi wetu wanavyotufanya. Na ni kwa sababu ya haya mambo ya uchaguzi niliyoyasema. Kwa hiyo ndugu zangu, liwe ni swala la tembo, liwe ni swala la korosho au ufuta au mbaazi, liwe ni swala la biashara zenu,
liwe ni swala la mishahara yenu nyie mapolisi. Na hatujazungumza ya mapolisi hapa. Hatujazungumza ya mapolisi. Hawa. Waulizeni wasipokuwa na uniform, waulizeni hivi unapoenda kupokea mshahara afande, wanakukata kiasi gani? Asipolia uje uniambie. Wanakatwa hela zao. Mimi baba yangu mdogo alikuwa askari, alipofariki alizikwa na serikali. Mapolisi wa miaka hii wanazikana wenyewe. Akipokea mshahara amekatwa hela ya mfuko wa kuzikana. Unaitwa mfuko wa kufa na kuzikana. Yaani wanachanga hela ili akifa, kwa sababu serikali haiwajali, haiwaziki tena, kuwe na hela ya kumtafutia gari apelekwe kwao. Nyie alafu mkiambiwa wapige nao na wapige, mkiambiwa wavurukie mkutano wao na tuvurukie mkutano wetu. Na hapo bado hawajastaafu. Hapo bado hawajastaafu. Unafanya kazi miaka 30 afande. Miaka 30. Siku unastaafu umezeeka, una hiyo combat una hiyo gwanda la kuwatisha watu. Ukienda kutafuta pensheni yako unakutana na kitu kinaitwa kikokotoo. Hicho kikokotoo ni mauti kwa maaskari waliostaafu. Ni mauti kwa wafanyakazi wa nchi hii wanaostaafu. Umefanya kazi miaka 30, unapewa pensheni ya miaka 10, miaka 20 nyingine serikali inakuambia hii tutakutunzia. Tukikupa yote utaenda kulewea, utaishiwa baada ya siku 2. Au utaenda kuoa wake wengi. Hii serikali inamtunzia nani hela? Hawa kina Majaliwa wanamtunzia nani hela hawa? Bwana, unapewa za miaka 10, haitoshi kujenga, haitoshi kununua shamba, unaanza kuhangaika. Siku 2 zimeisha, unawarudia walikuambia wamekuwekea. Sasa hizo huna uniform, unaambiwa wewe mzee toka hapa. Ukisema jamani mimi ni askari mstaafu, unaambiwa haijalishi tutakuitia askari sasa hivi. Unaleta fujo. Unaambiwa ile maneno yao yanasema nini? Fuata utii bila shuruti wewe. Unatoka nje, huna pa kwenda. Unaanza kutafuta ndugu ambao hukuwa unawatafuta ulipokuwa kazini. Na wanakuuliza wewe ndio leo unagundua una ndugu. Unapata pressure, unaanguka, unakufa, unaanza kutafuta wachawi. Huyu lazima amelogwa huyu. Hujalogwa, umeshughulikiwa na kikokotoo cha Samia na Majaliwa. Sasa sisi tunawatetea. Kukiwa na wabunge wengi wa upinzani, kelele itakuwa kubwa, haki zenu mtapatiwa nyie maaskari. Kukiwa na nguvu, kukiwa na sauti ya upinzani bungeni, wataacha kuwachezea. Kwa tunachokisema hapa sio nafuu kwa wananchi wa kawaida, ni nafuu kwenu maaskari, ni nafuu kwa waalimu. Waalimu ndio punda wa mizigo kwa utumishi wa nchi hii. Ukiona mwalimu amechakaa, halafu ikifika uchaguzi ndio wa kwanza kuiba kura pa CCM.